Glory to God forever. We sing glory to God, glory to God, glory to God forever. We sing glory to God, glory to God, glory to God forever. And I will love you, King of Kings, and I will love you, Lord of Lords, and I will love you, King of Kings, and I will love you, Lord of Lords. We love the fragrance of your holy name. You came and brought us into the realm of grace. We love the fragrance of your holy name. You came and brought us into the realm of grace. We sing glory to the righteous one. We sing glory to the righteous one. We sing glory to the righteous one. We choose to sing glory to the righteous one. We sing glory to God, glory to God, glory to God forever. We sing glory to God, glory to God, glory to God forever. We sing glory to God, glory to God, glory to God forever. And we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. And we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. Oh, yeah. Said we love your name. Oh, Jesus. You are worthy, our God. You are worthy. You are worthy, oh God. You are worthy. You are worthy, oh God. You are worthy. We sing glory to God, glory to God, glory to God forever. We sing glory to God, glory to God, glory to God forever. And now we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. Even through the storms, Lord, we say, and how we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. Yeah, we love your name, our God, and we praise you, Lord. Through it all, we praise you, God, because you're greater. And we sing glory to God, glory to God,
Glory to God forever. We sing glory to God, glory to God, glory to God forever. You can open up your mouth and just praise His name. He's worthy to be glorified. Ain't no one like Him. He's the great I am. He's the living God. He's worthy of all our praise, Almighty God. We thank You. In You we move, we walk, we have our being, Almighty God. You can give Him a spontaneous worship. Open your mouth and glorify His name. He's worthy. Oh Jesus, we love Your name, oh God. We love You, Lord. Said we love You, oh God. You're greater than anything. We lift Your name high above every other nation, and we decree and declare that Jesus, You reign. Your name is high above sickness and disease. Your name is high above COVID-19, Almighty God. We declare Your glory in the atmosphere. We decree and declare that God, You reign. Rabo sheke rabo shande rabo shadahai reba sekara rabo shanda imalo karabo shanda irako parahe. Oh God, we thank You, God. Even through the storm, we glorify Your name. We choose to lift You, oh God. We speak to the mountains right now. We speak into our lives, oh God. We decree and declare that, God, You're turning things around in the name of Jesus. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God forever. Even through the storms. Glory to God. Glory to God. Glory to God forever. Glory to God. Glory to God. Glory to God forever. And how we love Your name, Jesus. You're the beautiful one. We love Your name. Even through the storms, we decree and declare that, God. And how we love Your name, Jesus. You're the beautiful one. We love Your name. Oh God, we say, and how we love Your name, Jesus. You're the beautiful one. We love Your name. And how we love You, King of kings. And how we love You, Lord of lords. And how we love You with every part of our hearts, Lord. King of kings. And how we love You, Lord of lords, Lord of lords. Yeah. We love the fragrance of Your holy name. You came and brought us into the realm of grace. We love the fragrance. We love the fragrance of Your holy name. You came and brought us into the realm of grace. And we sing glory to the righteous one. And we sing glory to the righteous one. We sing glory to God. Glory to God. Glory to God forever. Hallelujah. Hallelujah. Wow, what a marvelous God we serve. Glory to His name. Mungu mkuu aliaje tunayemtumikia, utukufu kwa jina lake Yesu. Welcome again to this week's lunch hour services. Karibu tena kwa mikutano zetu za mchana. It is always a great joy to be in the presence of God.
Na kila mara ni furaha kuu tunapokuwa katika uwepo wa Mungu. We thank God for you. Thank you for coming to be together with us. Tashukuru Mungu kwa ajili yako. Asante kuungana nasi. Let's pray. Precious Father, we exalt you, we magnify your holy name. Baba wa dhamani, twakushukuru, twaliadhimisha jina lako takatifu. Thank you for being so kind and so wonderful to us. Asante kwa kuwa mwema na mwenye kutupendeza. Our hearts magnify you even this day as we dedicate this week unto you. Mioyo yetu ya kuadhimisha Bwana hata juma hili tunapolikabidhi kwako. Knowing that Father God, you have good plans concerning each one of us. Huku tukijua kwamba una mipango miema kwa kila mmoja wetu. You are the lifter of our heads. Wewe ndio mwenye kuviinua vichwa vyetu. And I pray, dear Master, that whoever is feeling low this day, you will lift up their hope. Nami naomba kwamba yeyote anayejihisi kushushwa utamuinua. As we take authority against principalities and powers, napochukua mamlaka juu ya and ufalme na spiritual utawala wickednesses in the heavenly places, na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa we kiroho. declare that Jesus is the Lord over this nation. Na tutangaza Yesu ndiye Bwana juu ya taifa hili. He is Lord over this family. Yeye ni Bwana juu ya jamii. He is Lord over every circumstance that anybody is going through. Yeye ni Bwana juu ya kila hali ambayo kila mmoja yaipitia. Lord, we thank you as we bring the church and the body of Jesus Christ before you this day. Asante Bwana tunapouleta mwili wa Yesu na kanisa Praying kwako. for all the members of the body of Jesus Christ. Tuombe wote wanaoshiriki mwili wa Yesu Praying, Kristo. Jehovah Father, that your hand will continue to uplift them Naomba kwamba mkono wako utaendelee kuinua and juu bring change in their na lives. kuleta tofauti kwenye maisha yao Provide in areas of need. na kutoshelezea kila eneo la hitaji In Jesus' name. kwa jina kuu la Yesu. And everybody shouted amen wherever you are. Kila mtu sema amina kote uliko sasa. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Once again this week, I want to continue with the series of teaching that we've been having since last week on end times. Mara tena juma hili nataka kuendelea na msururu wa mafunzo ambayo tumekuwa nayo kuhusu nyakati za mwisho. We have covered quite some wonderful grounds. Tumeweza kufundisha mafundisho kwa kipindi kikubwa. And I want us to go to the book of 2 Thessalonians chapter number 2. Nataka tuende wa Thessalonike wa pili sura ya pili. The Bible says, "Thou brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had already come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition." Basi ndugu, tunakusihi kwa habari ya kuja kwake Yesu Kristo Bwana wetu na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msishutushwe kwa roho wala kwa nyaraka, kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja ule kwanza ugengeufu na kufunuliwa kwa mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, kujionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. Je,
hamkumbuki ya kuwa wakati nalipokuwa pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Na sasa lizuilialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kazi kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara ajabu za uongo. And with all unrighteous deceptions among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. And for this reason God will send them strong delusion, that they should believe the lie. Kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotevu wa uamini ule uongo, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and believe in the truth. Lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa kwa Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuamini kweli. To which he called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Aliyowaitia ninyi kwa injili yetu ili kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or by our epistle. Basi ndugu, simameni imara, mukayashike mapokeo mliofundishwa, ama kwa maneno ama kwa waraka wetu. Now, may our Lord Jesus Christ himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good word and every good work. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema katika neema, awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema. Lord, we thank you because of your great love that you have concerning us. Bwana, asante sana kwa pendo kuu ulilo nalo kwetu. As we submit ourselves to the oracles of your word, tunapojinyenyekesha kwa mauzia ya neno may lako, the spirit of life
minister to everyone that is hearing this word and release revelation into our spirits that we may be equipped thereof. Na roho wa uzima Bwana akamfariji kila mwenye kusikia na katupe mwangaza ili tukavikwe katika hiyo. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu tuomba. Now, there is so much that is happening in the world today. Yapo mengi ambayo yanatukia duniani hivi leo. And there is so much that is being prophesied all over today. Na yapo mengi ambayo yatabiriwa kote ulimwenguni. A lot of conspiracies, a lot of threats, a lot of fear is being thrown all over the place. Kila njama, kila vitisho, kila hofu zatupwa kote. And people are scared in many areas. Na watu kweli wametishwa mali kwingi. But the scriptures are our comfort. Lakini maandiko ni faraja yetu. Because when we know the truth, we will not be scared and will not be swayed by every wind of doctrine that is passing by. Na tukiyajua maandiko tutakuwa imara, hivyo basi hatutapeperushwa na kila elimu na kila upepo wa mafundisho. What I want you to know is that indeed we are in the last hours of the last days. Nalotaka ufahamu ni kwamba tumo katika nyakati za mwisho, katika nyakati za mwisho. But this should not make any one of you, especially those born again, to be scared. Na haya yasimfanye yeyote haswa aliyeokoka kutishwa. There are many dispensations that have gone on, many generations from the day Jesus went to be with the Lord, that people began to talk about the end times and the coming of the Antichrist. Na tayari kuna vipindi vingi vya nyakati vimepita tangu alipokufa Yesu Kristo akaenda mbinguni, na wengi wameongelea kuhusu kuja kwake kwa pili. As we have said, even the disciples of Jesus were expecting the coming and the manifestation of Jesus Christ in rapture even during their time. Na nilivyosema awali kwamba hata wale wanafunzi wa Yesu Kristo ambao waliitwa mitume walikuwa wakitaraji kuja kwa pili kwa Yesu Kristo ama kunyakuliwa katika vipindi vyao. They went through all kinds of persecution and resistance to the gospel. Na wakapitia kila aina ya udhia na kupingwa katika Injili. And so many thought that the Antichrist has already come that time. Wengi wakadhani kwamba yule mpinga Kristo amefunuliwa siku zao. But Paul, writing to the church of Thessalonica, lakini Paulo akiandikia kanisa la Thessalonike, he says concerning the coming of our Lord Jesus Christ, brethren, akawaambia kwa habari za kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu zangu, and the gathering together to him, we ask you not to be soon shaken in your mind or troubled. Na kuhusiana na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu. Because of many things that have been said from various quarters. Kutokana na habari nyingi mlizozipokea toka kwingi. There are people who have probably said things, or they have sent you information. But if it is not by us telling you, then this is a lie. Akasema iwapo wengine wamewatumia ni waraka ama ni kwa neno, na ujumbe ule haukutoka kwetu, lazima itakuwa ni uongo. So he says to them, do not let anyone deceive you. Na akasema mtu awaye yote asiwadanganye. By any means. Kwa njia yoyote. For that day will not come unless the falling away comes first. Maana haiji hiyo siku kwanza pasipo kuja ule uitwao ugengeufu. Unless there is a falling away first. Lazima kuwepo ukengeufu kwanza. Now, in the days that they were in, of course, there are those who began to fall away from those days. And I want you to know that we are living in the days that we have even a greater falling away and a greater apostasy in our time. Na ukweli ni kwamba hata siku zile wapo wengi waliokengeuka wakaiacha imani, lakini kwetu sisi tuishi nyakati ambazo ukengeufu ni mkubwa sana. Because even John writing to them, he says that there are those who are with us, but now they have left. Hata Yohana akiwaandikia akasema ya kwamba wale waliotoka kwetu hawakukuwa kwetu, walituacha. He says in the book of 1 John chapter 2 verse 18. Akasema Yohana wa kwanza 2:18.
Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. But you have an anointing from the Holy One. Lakini ninyi mna verse 20. And all of you know the truth. I do write to you because I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Nanyi mmepata mafuta ya yeye aliye mtakatifu, nanyi mwajua yote. Siwaandikii ninyi kwa sababu hamjui hiyo kweli, bali kwa sababu mwajua tena kwamba hapana uongo wowote utokao katika hiyo kweli. Who is the liar? Ni nani aliye muongo? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. Ila yeye akanaye ya kuwa Yesu si Kristo, akanaye kwamba Yesu si Kristo, huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. No one who denies the Son has the Father. Whosoever acknowledges the Son has the Father also. Kila amkanaye Mwana hanaye Baba. Amkanaye Mwana anaye amkirie Mwana anaye Baba. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. Ninyi basi hilo mlilolisikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Because if it does, you also will remain in the Son and in the Father. Ikiwa hilo mlilolisikia tangu mwanzo litakaa ndani yenu, ninyi nanyi mtakaa ndani ya Mwana na ndani ya Baba. So Paul is writing to the Thessalonians and saying to them, there will be a falling away, apostasy that is going to be manifested before the coming of the Antichrist or the lawless one. Na Paul anaandikia wa Thessalonike ya kwamba hakuji kuja kwa Bwana mpaka kuwepo na ule ukengeufu na kufunuliwa kwa ule mwana wa upotovu. And then number 2, he says, it is not just the Antichrist coming or the manifestation of the falling away, but what is going to happen, number 2, is that there is he that is restraining the manifestation of the Antichrist. Na lingine analosema ni kwamba sio tu kuja kwa yule mpinga Kristo, lakini kwanza yupo yule ambaye anamzuia mpinga Kristo asifunuliwe sasa. But according to John, that spirit of the Antichrist was working even during their time. Na kulingana na Yohana, ile roho ya mpinga Kristo ilikuwa yafanya kazi hata siku za mitume. Because it is the working by the spirit of Satan himself. Maana huyo roho anatenda kazi kulingana na utendakazi wa shetani. But the full manifestation of the man who is called the lawless one or the Antichrist is not yet even in our time. Madhihirisho makubwa ya yule mtu wa kuasi ambaye ndiye mpinga Kristo bado hata kwa siku zetu. But the spirit of the Antichrist is in the world today. Lakini roho ya huyo mpinga Kristo ndio yafanya kazi duniani sasa. The strategies, the plans and the schemes of him being manifested are being they are being crafted today. They are being engineered right now in every place so that all the structures necessary for his manifestation are being put in place. Tayari mfumo yake, mbinu zake, mipangilio yake, mikakati yake, miundo misingi yake inakwisha kuwekwa duniani ikisubiria kufunuliwa kwake. But the Bible says that he cannot be manifested until there is the person that is resisting him is taken away. Yasema kwamba yule mpinga Kristo hawezi funuliwa ni mpaka yule mtu
Anayemzuilia ameondolewa duniani. In other words, if he has not been taken away, this Antichrist cannot be manifested. Iliyo maana kwamba huyu mwenye kumzuia mpinga Kristo asipoondolewa, basi ni vigumu kwa mpinga Kristo kufunuliwa. Verse 6, the Bible says, and now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. Na sasa lizuilialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. For the mystery of lawlessness is already at work. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Yes, the lawless one, or the lawlessness, or the mystery of lawlessness is at work. Tayari siri ya yule ya kuasi yafanya There is a kazi. lot of resistance to the gospel all over the world. Kuna kule kuipinga injili kote ulimwenguni. There is a lot of religion, people who have a form of godliness but they have denied the power of God. Udini ni mwingi kwamba wapo watu ambao wana mfumo wa kumpenda Mungu lakini wanaikana nguvu zake. There are so many who are speaking or preaching the gospel, but in their hearts they are not really doing it for the sake of the kingdom of God, but they are doing it for their own personal selfish gains. Wapo wengi wanaihubiri injili si kwa sababu ya ufalme, lakini waifanya hivyo kwa sababu ya manufaa yao kibinafsi. Because the spirit of the lawless one is at work in their lives. Maana ile roho wa kuasi yuwafanya kazi ndani ya maisha. There are persecutions that are happening across the globe. Kuna ubia ambao waendelea kote ulimwenguni against the gospel and the preaching of the gospel. juu ya injili na kuhubiri injili. There are nations that have already closed up the preaching of the gospel. Yapo mataifa yamefunga kuhubiri kwa injili. Whether by individuals or by internet or by any other means. Iwe ni kwa mtu binafsi au kwa mitandao ama kwa namna yoyote. Resisting even fellowships in the small groups. Wakipinga ushirika hata wa watu wachache. So the spirit of the lawless one is at work. Roho ya kuasi yafanya kazi. It is the spirit that resists the preaching of the gospel and resisting Christ. Ni roho ya kupinga kuhubiri injili na ni roho inampinga Kristo. The Bible says that verse number 4, that spirit is the one that opposes and exalts itself above all that is called God. Ni hiyo roho ambao ya upingamizi ambaye inajiinua nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu. Or that which is a worship, so that he sits as God. Ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu kama Mungu. But you need to know that Satan was like that from the beginning. Na kumbuka kwamba shetani hiyo ndio ilikuwa tabia yake tangu mwanzo. His greatest desire was to be like God. Tamanio lake kubwa lilikuwa afanane na Mungu. His greatest desire was to be worshipped like God. Tamanio lako kubwa lilikuwa ni abudiwe kama Mungu. His character is looking for men and women who will worship him. Na tabia yake shetani ni kuwatafuta watu wenye kumwabudu. So that he is like God. He wants to be like God. Yeye yataka awe kama ndiye Mungu. And so he's raising up men and women all over the world who have to worship him. Na kwa hivyo anawainua watu kote duniani watakayemwabudu. He even said to Jesus, if you worship me, I will give you all these things that are in the world. Hata akamwambia Yesu, ukininamia kuniabudu nitakupa mali yote na miliki unazoziona duniani. Because he said, I am the prince of this world. Alisema mimi ndimi mkuu wa Worship dunia me hii. and I will give you all these things. Niabudu nitakupa fahari yote ya dunia. We have many people who have already sold their lives to the devil. Wapo watu wengi walioziuza nafsi zao kwa shetani. Because of the pleasures of this world. Kwa sababu ya anasa ya ulimwengu. Because of the wealth of this world. Kwa sababu ya mali ya dunia hii. They want to gain fame in this world. Wanataka upate umaarufu duniani. They want duniani. recognition.
wanataka They want kutambulika, to be honored in every place. wanataka waheshimike It kote. is a spirit of the Antichrist at work. Hiyo ndio roho ya mpinga Kristo ikifanya kazi. And once somebody wants to be to walk in selfish ambitions, then at the end of the day he will not have room for God in his life. Mtu anapotaka kutembea kwenye ubinafsi mwingi, mwisho wake hatakuwa na nafsi ya kumpa Mungu. And so there are forces that are already at work. The spirit of the Antichrist that is at work. Tayari ipo roho inayofanya kazi na ni ya mpinga Kristo. And so we have to be careful of this spirit that is already creeping into the church of Jesus. Kwa hivyo lazima tuichunge roho hii ambaye tayari imekwisha kunyemelea mwili wa Yesu Kristo. I like what John is saying, that you don't have to be worried of what is happening, because we have the anointing from the Holy One that is teaching you the truth. Na Yohana anatuambia kwamba tusitie shaka kwa habari hizi, kwa sababu tunaye roho ama upako unaotufundisha. It doesn't matter what the Antichrist is saying or what is being done by the spirit of the Antichrist. Kwa hivyo haijalishi itakayesema na mpinga Kristo ama anayoyatenda huyo mpinga Kristo. What you need to know is that if you are born again and you are a child of the living God, Likupasalo kuelewa iwapo umeokoka na wewe ni mtoto wa Mungu. God is well able to keep you from falling. Mungu ana uwezo wa kukulinda usianguke. He is able to sustain you. Ana uwezo wa kukudumisha. He is able to fortify you. Anaweza kukutia nguvu. Because the truth of the Lord is inside you. Maana ile kweli ya Mungu inakaa ndani mwako. And you have the anointing from the Holy One. Una mafuta kutoka kwa yule He mtakatifu. is teaching you the truth. Na anakufundisha ile kweli. The anointing is the Holy Spirit. Na yale mafuta ndiye Roho Mtakatifu. And that Spirit of God is the Spirit of truth. Na yule Roho wa Mungu ndiye Roho wa kweli. And He is going to lead you into all truth. Naye atakuongoza katika kweli yote. He will not forsake you. Wala hatakuacha. 1 John chapter 2 verse number 27, he says, but the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as he has taught you, you will abide in him. Na ile mafuta ambayo mlipokea yakaa ndani yenu, na kwamba hamuhitaji kwamba mtu awafundishe neno lolote, na kama vile akavyo ndani mwenu ndivyo anaowafundisha. Verse 20 says, but you have an anointing from the Holy One. Lakini anasema ninyi mna mafuta kutoka kwa ile mtakatifu. And you know all things. Nanyi majua mambo yote. You know all things. Majua yote. Do not allow the spirit of the deceiver to deceive you. Musiruhusu yule roho wa mwongo awadanganye. Even as much as the spirit of as much as the mystery of the lawless one is already at work in our time. Hata kama vile siri ya yule wa kuasi inatenda kazi nyakati zetu. But be strong in the knowledge of God. Lakini iweni hodari katika maarifa ya Bwana. Paul says in the book of Thessalonians, where we have read verse number 13, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation. Kwa hivyo wapendwa, tumshukuru Mungu kwa sababu Mungu aliwateua tokea hapo mwanzo. You are vessels of mercy. Ninyi ni vyombo vya rehema. He chose you and he said, you shall be mine. Aliwachagua akawaambia ninyi ni wangu. I will be unto you a father and you shall be my sons. Nitakuwa kwenu baba nanyi mtakuwa kwangu wana. If indeed you received Jesus as the Lord of your life. Iwapo kweli mlimpokea Yesu kama Bwana wa maisha yenu. He came to his own and his own received him not, but those who received him, he gave them power to be called the sons of God. Alikuja kwa walio wake, lakini walio wake walimkataa. Lakini kwa wao waliompokea aliwapa uweza kuitwa wana wa Mungu. And if you are a son, then you are heir together with Jesus Christ. Basi ukiwa wewe ni mwana, basi wewe ni mrithi na mrithi pamoja na Kristo. So we are bound to give thanks to the Lord for you. Kwa hivyo hatuna sharti kumshukuru Bwana. Because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by his Spirit. Maana Bwana aliwateua hapo mwanzo kupitia utakaso. So that you may believe the truth.
ili kwamba ninyi mkaiamini hiyo kweli. You need to believe the truth. Na muamini hiyo kweli. Because if you believe the truth, na iwapo utaiamini hiyo the kweli, deceiving spirit of the Antichrist will not deceive you. roho adanganyaye wa yule mpinga Kristo hata wadanganya. Because you are not ordained for destruction. Maana ninyi hamkuwekwa kwa ajili ya maangamizi. Verse 14, the Bible says, to which he called you by our gospel for the obtaining of the glory of the our Lord Jesus Christ. Aliyowaitia ninyi kwa injili yetu ili kuupata utukufu wake Bwana wetu Yesu Kristo. Therefore, brethren, stand fast. Basi ndugu, simameni imara. Hold on to the tradition which you are taught, whether by word or by our letters. Na muyashike mapokeo mliofundishwa, ama kwa neno ama kwa waraka wetu. So hold fast on that which Christ has put in your life. Shikilia kila Kristo amekitia ndani ya moyo The wako. greatest thing is not what the Antichrist is doing around you. The greatest thing is looking unto Jesus and being able to flow with what he is doing in your life. Lilo kubwa silo kuangalia yale mpinga Kristo anafanya kwetu, lakini kuweza kumtizamia Yesu Kristo na kuwa imara katika yeye. Because the Holy Spirit, the anointing of the Holy One, is teaching you all the truth. Maana mafuta ya yule aliye mtakatifu yawafundisheni iliyo kweli. Bible says in verse 16, now may our Lord Jesus Christ himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and a good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good work and every good word. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema katika neema, wafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema. So you are safe in the arms of God. Hivyo basi uko salama mikononi mwake Bwana. You are secure in his plans. Uko salama katika mipango yake. There is nothing that will befall you that is strange from God. Halipo lolote litawapata ambalo ni geni kwa Mungu. God knows everything before it comes before you. Mungu anajua kila kitu kabla hajijaja kwako kwa maisha. And so whatever is being said and prophesied, the Lord says to you, nothing will find you unawares. Yote eneyosemwa na kutabiriwa, Bwana anasema kwako kwamba halipo neno lolote litakuja kwako To pasipo the kujua. world, to the unbelievers, Kwa wale wasioamini, the Lord will come as a thief in the night. Bwana atakuja kwao kama mwivi usiku. But to you that is a child of God, Lakini kwako uliye mtoto wa Mungu, he will not come to you as a thief. haji kwako kama mwivi usiku. Because you know the truth. Maana waijua hiyo And kweli. because you know the truth, Na kwa kuwa waijua kweli, you are alert and awake in the truth. basi we uko macho katika hiyo kweli. 1 John chapter 4 verse 2. Yohana wa kwanza 4:2. John is saying, by this you know the Spirit of God. Na kwa hiyo maijua roho wa Mungu. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Na kila roho isiyo mkiri Yesu haitokani na Mungu. Wa pili. Katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. There are those who say God cannot be given, nobody can give birth to God, and if Jesus is the Son of God, then where is the wife of God? Wapo wale ambao wanasema ya kwamba Mungu hazai. Kwa hivyo wanasema kwamba iwapo Mungu alizaa, mke wake yuko wapi? Na ni nani? So this is the spirit that resists the truth. Hii ndio roho inayopinga kweli. Every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Kila roho inayosema
Yesu hakukuja katika mwili, hiyo ni roho ya uongo. And this is the spirit of the Antichrist, Na hiyo ndiyo roho ya mpinga Kristo, which you have heard was coming and is now already in the world. ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. This episode that John is writing to us was written over 2,000 years ago. Waraka huu ambao uliandikwa na Yohana aliuandika zaidi ya miaka 2000 iliyopita. And so throughout all these generations, the spirit of the lawless one has been in the world. Na hivyo basi kwenye vizazi hivi vyote huyu roho wa kuasi amekuwako duniani. But what we need to know is that as we draw much closer to the coming of our Lord Jesus Christ, he is intensifying all his activities and all his strategies because he knows that his time is short. Na tunapokaribia kuja kwa Yesu, yule roho wa kuasi anazidisha na kuongeza kazi zake akijua kwamba siku zake ni chache. But verse 4 of that book of John, he says, you are of God, little children. Na anasema mstari wa 4, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu. And you have overcome them. Nanyi mumewashinda. Because he who is in you is greater than he who is in the world. Kwa sababu aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye duniani. You have overcome them. Mumewashinda. You have overcome the lawless one. Ninyi mumewashinda wala wakuasi. You have overcome the Antichrist. Mumemshinda mpinga Kristo. And because you have overcome, you need to have the confidence that you are strong in the Lord and no devil can take you away from the arms of the Lord. Na kwa sababu wajua umewashinda, ujue kwamba wewe ni hodari na hakuna chochote duniani cha shetani kitakushinda. So long as you are still on earth, maadamu wewe upo duniani, the man that is called the lawless one will not be manifested. Yule mtu wa kuasi hatatokea. Because the Bible says there is he that is resisting him. Maana Biblia inasema yupo yule ambaye anamzuia. And I want you to know that it is the church that is resisting the manifestation of the Antichrist. Nalo ni kanisa la Yesu Kristo linalomzuilia yule mpinga Kristo. Because the Holy Spirit is still at work in the church. Maana Roho Mtakatifu bado yafanya kazi kanisani. And by the Spirit of the Holy One, we are able to resist the lawless one. Na kupitia yule roho wa yule mtakatifu taweza kumpinga huyu mtu wa kuasi. God has to finish his work in the church age. Na lazima Mungu amalize kazi yake katika kipindi cha kanisa. Those who must be born again before the church is picked up and be taken into rapture. Wale wa kuokolewa lazima waokoke ndiposa kanisa lichukuliwa katika unyakuzi. It is when now the church is being taken up, ni wakati ambapo kanisa litakuwa limekwisha twaliwa, that now room will have been created for the evil one to begin operating. Hapo ndipo nafasi itakuwa imetengezwa kwa yule mpinga Kristo kufanya kazi yake vizuri. And the seasons now of the tribulation, the end time tribulations will begin. Na kipindi cha mateso makubwa kitaanza, ama dhiki kuu kitaanza. There are those who will make it into rapture. Wapo wale ambao watafaulu kwenye unyakuzi. And those who will remain even though they have been going to church and they have been calling on the name of the Lord. Wapo wengine watasalia hata ijapo walienda kanisani wakiliita jina la Bwana. Because they never were ready when he was coming. Lakini ni kwa sababu hawakuwa tayari wakati wa kunyakuliwa Yesu. But they have the knowledge of the truth that there is Jesus and there is the Antichrist. Na kwamba wana ukweli kwamba kuna Yesu na pia kuna mpinga Kristo. When those people who will remain and they know the truth realize that the church has been picked up, there are many of them that will return and they want to turn back to God in repentance. Na wakati ambapo kanisa litakuwa limenyakuliwa, watakaosalia wakishamwona mpinga Kristo watampinga na wangetaka kumrudia Bwana. I want you to know that there are many that will go into the tribulation, or they will be born again, or they will get back to God after their backsliding back to God. So God still will give them a second chance.
Na wapo wengi ambao kusema kweli wakati wa kunyakulia wataikosa, lakini watataka kumrudia Mungu na Mungu atawapa hiyo nafasi. But it will not be by grace. Lakini hiyo nafasi haitakuwa ni kwa neema. It will be by their own labor. They will go through all kinds of tribulation. They'll have to fight for themselves. They'll have to work out their own salvation. Itakuwa ni kwa gharama yao, watapitia dhiki, watapitia mateso, watapitia hata kuchinjwa. But because they know the truth, they will say no to the Antichrist. Na kwa sababu wanaijua hiyo kweli, watamkataa mpinga Kristo. And by the time now the issue of the issue of the 666 that we have always been talking about, when it comes up, there are those who will say no to that. Na ilo swala ambalo la namba 66 mara 3 ndilo litatokea, na wale watakapoiona ile namba wataikataa. It will be the days of great trouble for them. Itakuwa ndio siku ya dhiki kwao. But they are those who will hold on to the end because they will refuse to receive the mark of the Antichrist. Kuna wale ambao watakataa kupokea hiyo alama na watampinga hiyo mpinga Kristo. But as for now, lakini kwa sasa, the mystery of the Antichrist and the mark of the Antichrist is already being prepared. Siri ya yule mtu wa kuasi na hata ile nambari ndio inaandaliwa sasa. Is going to be manifested after the church has been raptured. Itafunuliwa tu wakati kanisa limechukuliwa. And so it is important for you, sir, to hold on to Jesus now. Na ndio sababu ni muhimu kwako Bwana umshikilie Yesu sasa hivi. Because God has not appointed you to wrath. Maana Mungu hakukuteua kwa ajili ya 1 Thessalonians chapter number 5 verse 9, the Bible says, for God did not appoint us to wrath. Wathesalonike wa kwanza 5 yasema ya kwamba Mungu, mstari wa 9, Mungu hakutuweka kwa ajili ya adhabu, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. lakini kwamba tupate wokovu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. You are not appointed to wrath. Wewe hukuteuliwa kwa ajili If you ya adhabu. can make it in rapture, iwapo utafaulu iye kunyakuliwa, God has already made room for you to be protected. Mungu amekutengenezea njia ya kulindwa. And I can say without any shadow of doubt that you are secure in him and you shall escape all the wrath the enemy has against your life. Nataka nikwambie umelindwa na utaepukana na hasira yote adui anayo kwako. Hallelujah. Hallelujah. Bible says in verse 21, 1 Thessalonians 5:21, it says, test all things. Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 21 ya kwamba yajaribu mambo yote. Test all things. Jaribuni mambo yote. In other words, whatever is being said to you, put it to test, a spiritual test, by the knowledge of the true doctrine and by the truth of the Holy Spirit. Kila unachoambiwa ama unatabiriwa, kijaribu, kipime, kipitishie mizani kupitia na maandiko ya kweli ulioyapokea. Don't swallow every word that is being thrown now on the social media and other medias. Usimeze kila neno linalotupwa kwenye vyombo vyote vya habari. But test all things. Lakini jaribu kila kitu. You have the anointing in you to test it. Una mafuta ndani yako ya kujaribu. You know the truth. Test it by the truth. Waijua ile kweli, pima kila kitu na ile kweli iliyo ndani. And he says, then hold fast what is good. Lishikeni lililo jema. Don't just hold everything. Usishikilia kila kitu. Revelation 3:10, the Bible says, because you have kept my command, it says, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote. To test those who dwell on earth. Kuwajaribu wakao juu ya nchi. It says, behold, I am coming quickly. Naja upesi. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Shika sana ulicho nacho,
asije mtu akaitwaa taji yako. Chapter 2 verse 25 Revelation says, but hold fast what you have till I come. Anakuambia kwamba shika ulichonacho mpaka nije. Hold fast what you have till I come. Shika sana ulichokipata mpaka nitakapokuja. I remember one time I was going through very tough times. Nakumbuka wakati mmoja nikawa nayapitia magumu. It was so bad that I reached a place and I doubted my salvation. Ikafika wakati nikakuwa na shaka na wokovu wangu. Because there was trouble on the left, there was trouble on the right. Maana kulikuwepo shida huku kushoto na kulia. It looked like there was no way of escape. Ikaonekana kwamba haipo njia ya kutokea. And I was crying and I was telling God, I'm not going to hold on to this, please just let me go. Nikawa nalia kwa Mungu nikimwambia Bwana sitashikilia hivi, niachie niende. This is now too much, I can't bear it anymore. Yanizidi, sitaweza kuchukuliana nayo tena. And I remember that night when I had taken a 3-day fast, dry fast, and that the last night of that prayer and fasting, I was in a trance. I was almost, I can't say it was a dream. It is like I was just sitting and the Spirit of God showed me that I was sitting at the cliff. It was a tall cliff, right, or very high, and right underneath there were raging seas and there were stones and huge boulders that was protruding from the sea. And I was holding on just a very small thin grass that was about to just give way so that I could drop down. Na nilikuwa nimefunga siku 3 kavu, na nikiwa namalizia usiku ule nikawa nimeketi. Haikuwa ni usingizi kama ndoto, lakini kitu kama njozi. Nikajiona nimeketi mahali kuna ukingo wa bonde. Mule chini kukawa na maji na kuna mafuriko, milipuko na kila kitu. Nikawa nimeshikilia sehemu ndogo ya nyasi. And I was just about to let go. Na nilikuwa karibu kuachilia. And I had a voice say to me, nikaisikia sauti ikiniambia, because you have held my patience, nakasema kwa sababu umeshika subira yangu, I will not allow you to go down that cliff. Na sitakuruhusu uteremke kwenye ule ukingo. Because where you are going there is disaster. Maana unakoenda huko kuna taabu. And I lifted my eyes and looked up. Nikayanyinua macho yangu kuangalia. And I saw a hand come from above and pick me from that state that was so precarious. Na nikauona mkono ukanitoa kwenye hiyo hali ambayo ilikuwa ni hatari. And a few days thereafter the Lord just began to make way and room for me to get out of that situation. Na siku chache baadaye nikamwona Bwana akifungua njia na nikatoka kwenye hiyo hali. You could be in such a state where you are saying, I'm holding this life just with a thread. Wenda umo kwenye hali kama hiyo ambao unajisemea kuendelea kushikilia hii. You are feeling like it is over. You can't continue anymore. Unahisia kana kwamba kwako imekwisha, huwezi shikilia tena. But I want you to know that the Lord is well able to deliver you from all these calamities. Lakini nataka nikwambie Bwana yunaweza kukutoa kwenye hiyo shida. Hold fast that which you have. Shikilia sana ulicho nacho. Till you see the manifestation of the Lord. Mpaka utakapoona udhihirisho wa Bwana. He is able to keep you from falling. Anaweza kukulinda usianguke. He is able to keep you from backsliding. Atakulinda na kurudi nyuma. It may seem like things are too much on your life. Wenda ikaonekana kwamba mambo yamekuzidi. I'm here to encourage you. What is kept ahead for you is much greater than what you are trying to run into. Na nataka nikwambie kile ulichowekewa huko mbele ni kikubwa kuliko kile ambacho unataka kutorokea. So sister, don't backslide. Dada, usirudi nyuma. My brother, don't backslide. Ndugu yangu, usianguke kwa ukoo. Jesus is about to come. Yesu anakaribia kuja. And because he's about to come, don't fall into those ravaging arms of the enemy. Na kwa sababu yakaribia kuja, usianguke kwenye mikono ya uharibifu ya ule adui. Hebrews chapter 4 verse number 14. Waebrania 4:14. He says, seeing then that we have a great high priest. Tukiona tunaye huyu kuhani mkuu. Seeing that we have a great high priest. Tunaye kuhani mkuu namna hii. Who has passed
through the heavens. ambaye ameingia katika mbingu. Jesus, the Son of God. Yesu mwana wa Mungu. Let us hold fast our confession. Na tushike sana maungamo yetu. Let's hold fast our confession. Na tushike sana maungamo yetu. Do not lose your confidence in him. Usiupoteze ujasiri wako. Hold fast on your confidence in the Lord. Shikilia ujasiri wako katika Bwana. These things have come to pass. Haya mambo yatakuja kupita. Whatever the enemy is doing is not forever. Anayoyafanya adui si ya milele. But as Jesus is with you, all things will work for good. Na kama Yesu alivyo nao, yote itakutendea. And so this afternoon I want you to just lift up your eyes unto the Lord. Hivyo mchana wa leo nataka uinue macho yako kwa Bwana. I want to pray together with you right now. Nataka nikuombee sasa hivi. Don't allow the spirit of the deceiver to deceive you and take away your crown. Usiruhusu roho ya mdanganyifu akudanganye akakuepusha hiyo taji yako. Every lying spirit that is whispering to your spirit right now, I command it to be silent. Kila roho ya udanganyifu inayonong'ona kwa masikio yako na inyamazisha. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. We come against every lies of hell. Tunapinga zile uongo za kishetani. Every deceiving spirits of the Antichrist. Roho zidanganyazo za ile mpinga Kristo. Every powers of deception. Tunavunja nguvu za udanganyifu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Everything the enemy has put upon your body. Kila kitu shetani ametia mwilini mwako. Every harassment. Kila masumbuko. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. I demolish it. Ninaangusha. I destroy it. Ninavunja. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You spirit of hell, come out. Wewe wa kuzimu, you lying spirit, come out. Pepo toka. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. You have no right to touch this righteous child of God. Hauna haki kumkuza mtoto wa mwenye haki. You spirit of death, I command you, leave this man. Wewe wa kifo toka. Leave this man. Ondokea mtoto. Get out now. Ondoka sasa. In the name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. You are going nowhere. Don't allow the devil to take away your spirit and your life. Usiruhusu shetani achukue roho yako na maisha yako. I break the spirit of death. Na uvunja roho ya kifo. In the name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. Come out of this house. Toka kwa nyumba hii. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You evil dreams of despair. Wewe za ndoto za kukatisha tamaa. I come against you right now. Ninakukatilia mbali. Father, I thank you. Baba, asante. You are releasing hope. Unaachilia tumaini. You are releasing hope. Unaachilia tumaini into this life. Ndani ya maisha you mtu. are releasing hope. Unaachilia tumaini into this family again. juu ya jamii tena. You are releasing hope. Unaachilia into tumaini this girl now. juu ya msichana huyu sasa. You are releasing hope. Unaachilia tumaini into this man now. kwa mtu huyu sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Father, thank you. Asante Baba. Because you are well able. Maana unaweza yote. To keep them from falling. Kuwalinda na kuanguka. In Jesus' name. Kwa jina kuu la Yesu. Thank you, Father. Asante Baba. Thank you, Master. Asante Bwana mkubwa. The Bible says God will allow them to have the spirit of delusion, those who resist the truth. Biblia inasema kwamba Mungu ataachilia nguvu nzito za upotovu kwa wale wanaompinga. If you don't believe the truth, you are in danger. Iwapo huiamini hiyo kweli, umo hatarini. There'll come a time when you will want to get saved, but it will be too late for you. This is the hour of your grace to get salvation. Utafika wakati utatamani kuokoka, lakini itakuwa ngumu. Huu ni wakati wako wa kuokoka. This is the acceptable time. Huu ndio wakati uliokubalika. This is the hour God wants to give you fresh life. Huu ni wakati ambao Mungu anataka kupe maisha mapya. If you are backslidden, it is time to slide back to God. Iwapo uliteleza ukaanguka, ni wakati uteleze urudi kwa Mungu. And I want to pray together with you right now. Na sasa na hivi nataka nikuombee. That you may come back to the knowledge of truth and walk in righteousness. Kwamba ufikie maarifa ya kweli na utembee katika haki ya Mungu. I want you to pray this prayer after me. Rudia haya maombi nyuma yangu. Say, Dear Lord Jesus Christ. Sema, Bwana Yesu Kristo. I realize that I'm a sinner. Natambua mimi ni mwenye dhambi. I need your grace. Nahitaji neema yako. Please save me. Tafadhali niokoe. I repent of all my sins. Natubu kwa ajili ya dhambi zangu zote. Come into my life.
ingia ndani ya maisha yangu. Be the Lord Uwe Bwana and the Savior of my na life. Mwokozi wa maisha yangu. Lord Jesus, Bwana Yesu, forgive me. nisamehe. Write my name Liandike jina langu in the Lamb's Book of Life. kwenye kitabu cha uzima. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. I believe Naamini when you come for the church, ujapo kwa ajili ya kanisa, I will be among those who will be picked up in rapture. nitakuwa miongoni mwa wale watanyakuliwa. And even if you don't come quickly and I come to you, I will come to heaven. Hata usipokuja upesi na nikakuja nikafa, nitakuja mbinguni. Lord, I thank you. Bwana, In nakushukuru. Jesus' name. Kwa jina la Yesu naomba. Father God, I release this confidence in the heart of this person that has just released their hearts to you. I pray the saving grace to be operational in their lives from today. Thank you for you have written their names in the book of life. And from this hour, they are standing strong in you. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. You need to know that we have just had a service in the presence of God. And it's always good to honor God with our substances. It's good to give God our offerings. It's good to give God your tithe, because all tithe belongs to God. It is good for you to just release a seed of sacrifice to Him, so that His glory and His kingdom may continue to be propagated to the nations of the world. And so I want you to take out your offering. Use your M-Pesa number right now or your phone and send your money to your offering to our paybill number, which is 599058. It is scrolling right on your phone, and the Lord will bless you as you do so. Let me pray for you as you give. Precious Father, I thank you because of the grace that you have bestowed upon these men and women who are giving their offerings this afternoon. And I pray, dear Master, that you're releasing the grace for all sufficiency, that they have all that they need for every good work that they desire to do. Father God, may you supply seed as they have sown, and also supply bread, my Father, to those who are going to eat. There shall be no lack in their lives. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord favor you above all. Thank you, blessed Father, in Jesus' name. Amen.